mpango wa ulimwengu mpya ujao. Mashoga wapewe jinsia, haki ya jinsia sawa. Manake hata mashoga wana haki sawa. Wamfanyie sanamu ya mnyama. Sanamu ya mnyama ni nini? Nilikwambia katika masomo yangu yaliyopita, sanamu ya unyama ni umoja wa makanisa ulimwenguni. Maana yake hii ni sanamu ya mnyama, ni sanamu ya mnyama. Maana yake ni utawala wa kishetani. Mnyama, utawala wa kishetani, maana yake ndiye anayesimamia hapo. Mnyama ni nini? Mnyama maana yake ni utawala, ni serikali, ni utawala wa kishetani, ni utawala wa Kirumi ambao ndio uliweza kuwaua katika kipindi hicho. Mitume waliuawa sana na utawala huu, na ndio serikali hiyo inayotafuta tena nguvu, na ndio imeanza kutafuta nguvu. Nilikwambia wapi? Kupitia taifa la Marekani pale, ndio amejitokeza pale. Ukisoma katika Ufunuo 13 hapo utaona pale kwamba alijitokeza, alionekana yule mnyama ametokea katika nchi ni nini? Maana yake ni taifa la Marekani, anakuja kutokea hapo. Taifa la Marekani, taifa lenye nguvu ambalo likisema jambo lazima watu wasikilize, mataifa mengine wasikilize, na ndio yeye ambaye anahusika hapo kutengeneza umoja wa makanisa ulimwenguni. Maana yake Biblia inamtabiri ataonekana mnyama anatokea katika nchi. Soma hapo vizuri katika Ufunuo 11, nitaenda kusomea hapo muda sio mrefu. Atatokeza hapo atakayetengenezea ajenda zake za kwenda ulimwenguni, zitaenda katika umoja wa mataifa, zitaenda katika umoja wa makanisa ulimwenguni. Na yeye huyu Biblia inasema ana pembe mbili. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu, na ndivyo ilivyo katika harakati za watu wa Mungu. Tayari wameshaanza kuingizwa kwenye ajenda ya kwanza. Inasema hivi, kutokomeza umaskini. Ajenda ya kwanza hiyo, hii hapa, kutokomeza umaskini. Hii ajenda kutokomeza umaskini ina ajenda hivi. Ngoja nikufafanulie kidogo kwa nini naweza kutokomeza umaskini. Mbinu itakayotumika kwenye ulimwengu huu itakuja hivi. Hii ni nuru katika giza. So asifiwe sana Bwana na binti za Mungu. Kwanza ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mahali pale ambapo ulipo unaponitazama katika bara la Ulaya, bara la Afrika. Mwenyezi Mungu apate kukubariki na kukuangazia neema na nuru yake katika safari hii ambayo tulionayo imepamba moto ya kuelekea mbinguni. Safari tulikuwa nayo watu maelfu na maelfu. Nyuma yetu tulikuwa tunatazama, tunaona watu wengi ambao tulikuwa tunatiana moyo ya kwamba tusonge mbele, lakini kadri safari ambavyo imezidi kuwa ngumu, watu wamezidi kupungua kwa sababu ya matatizo na dhoruba za ulimwengu. Watu wameahirisha safari kwa kuona kwamba safari imekuwa ngumu. Wanaona kwamba Yesu amekaribia amechelewa kurudi, lakini nataka nikwambie ya kwamba Yesu hajakawia kurudi, maana ndiyo majira pekee ya kumsubiri Yesu, maana muda sio mrefu mambo yanaenda kukamilika. Ahadi ambayo tuliyopewa toka miaka mingi iliyopita tumeenda sasa kuipokea. Mfalme wa wafalme yuko mlangoni, anakuja. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Kama umelala, amka tena, tuendelee na safari. Kama uko usingizini, nyanyua tena, ondoa shuka tena la kiroho, weka sasa silaha ya kumsubiri Yesu. Anakuja na mawingu. Vyote alivyosema sasa viko mbioni, vinaenda kuhitimika. Dunia inaenda kujifunga, dunia inaenda kujifunga. Jambo kubwa linaenda kutokea kwako, mtu wa Mungu. Simama, tumsubiri Yesu, anakuja. Ndiyo Bwana ananiambia nikusisitize, nikwambie, kama umelala, tupa shuka sasa, maana mfalme wa wafalme anakuja. Sikia, Mungu akubariki sana ambayo uko katika bara la Ulaya, bara la Afrika. Mungu akubariki ambayo unasimama na unaendelea kujiandaa. Wapokea mama mbalimbali. Wakati wa parapanda inalia, hakuna mtu ambaye atashughulika na pesa, hakuna mtu ambaye atashughulika na dhahabu, fedha na mali. Watu watazitupa mabarabarani. Nini kitafuatia? Ni kilio na kusaga meno. Kama hujatumia nafasi hii, basi tumia nafasi kumtumikia Yesu, maana anakuja na ufalme wake. Tumia namba za simu hizo sasa, twende tukaungane, tukamtumikie Bwana. Funika macho yako sasa, tupate kuomba katika hilo ndilo tangulia kuliongea. Mungu akuwezeshe kulitimiza na kulitenda, ungali nafasi bado nayo. Funika macho sasa, tupate kuomba. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa dakika hizi chache umenipa neema mimi na mtazamaji na msikilizaji, tupate kwenda kuumega mkate wa uzima. Bwana, tunapoenda kukumbushana mambo haya ya kiroho, Mungu ukatuimarishe katika imani zetu. Safari hii ya ulimwengu inapoelekea mwisho, Baba uwe pamoja nasi. Wakati wa vita kubwa inavyoendelea, Yesu uwe pamoja nasi. Nisamehe makosa
ambayo nimeyatenda kwa kutokujua au kwa kujua, Mfalme wa wafalme, nitumie tena kama chombo kipazacho sauti, nikaseme ujumbe wako kwa watu hawa, katika jina la Yesu Kristo. Tengeneza akili yangu sasa, iende ikaseme na kila mmoja anayetazama hapa. Haribu kila hisia ambazo zitazuia ili nisiweze kusema na watoto wako. Baba, uisha nguvu zangu tena, nyanyua nguvu zangu, nyanyua uwezo wangu, roho yako iwe ndani yangu sasa kwa majira haya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Katika somo langu la siku ya leo, maandiko matakatifu yanasema, katika somo langu nasema tangazo la kutisha kwa watu wa Mungu. Somo langu linasema tangazo la kutisha kwa watu wa Mungu. Tangazo la kutisha kwa watu wa Mungu. Kwani nasema hivyo? Hebu twende katika Biblia, katika Luka 19 na ule mstari wa 41. Maandiko matakatifu yanasema, alipokaribia Yerusalemu akauona mji akaulilia. Sikiliza vizuri, alipokaribia Yerusalemu akauona mji akaulilia. Ni nani huyo? Akasema, laiti ungelijua leo jinsi kupata amani, lakini sasa huoni? Kuna siku ambapo maadui zako watakuzungushia ukuta na kukuzingira na kukushambulia kutoka kila upande. Hebu sikiliza, ninarudia tena, katika Luka 19 na ule mstari wa 41 mpaka 43. Maandiko matakatifu yanasema, alipokaribia Yerusalemu. Huyu ni nani? Huyu ni Yesu. Akauona mji akaulilia, akasema, laiti ungalijua leo jinsi ya kupata amani, lakini sasa huoni? Kuna siku ambapo maadui zako watakuzungushia ukuta na kuzingira na kukushambulia kutoka kila upande. Yesu alipokuwa duniani, kabla hajapaa kwenda mbinguni, akakaribia Yerusalemu, mji ambao ulikuwa umechaguliwa uwe sehemu ya chachu ya kuipeleka injili katika ulimwengu. Yerusalemu, Yerusalemu, mji ambao Mungu aliuchagua ili iwe chachu, iwe ndiyo sehemu, chambo cha kusambaza injili, iwe sehemu ya kupeleka injili. Mji wa Yerusalemu ulichaguliwa, lakini ulimkataa Bwana. Taifa ya Yerusalemu na watu waliokuwemo ndani walimkataa Bwana. Lakini toka misingi ya ulimwengu kuumbwa, ambapo Yesu anakuja, mji wa Yerusalemu ulichaguliwa kama taifa la Bwana ili liwe chachu kwenda kuipeleka injili kwa watu ulimwenguni. Lakini pamoja na yote, watu wa Yerusalemu walimkataa Yesu. Watu wa Yerusalemu walishindwa kuelewa Bwana alichokusudia. Unajua, wakati Yesu ameukaribia mji wa Yerusalemu, akautazama, alipomtazama ule mji wa Yerusalemu, akatazama, akalia kwa machozi. Yesu alibeba uhalisia wa kutazama ndani ya mji wa Yerusalemu, akamwaga machozi, akalia, akasema, laiti ungejua ya kupasayo amani, maana utazungushiwa ukuta, utazingirwa katika pande zote. Hakuna mahala ambapo hautakuwa hujazingirwa, maana kuna mambo yatakutokea. Ungejua kinachoenda kutokea, ungejua cha kufanya, ungejua cha kufanya. Sikiliza, Yesu akaulilia mji wa Yerusalemu. Mfalme Yesu akalilia mji wa Yerusalemu. Yesu wa Nazareti akauona mji wa Yerusalemu, akaulilia. Neno likatokea, akasema, laiti kama, ewe Yerusalemu, ungejua amani ulionayo sasa haitakuwepo tena. Furaha ulionayo sasa haitakuwepo tena. Mara ngapi nimejaribu kukukusanya, mara ngapi nimejaribu kufanya injili kwako, mara ngapi nimewatuma manabii, mara ngapi nimefanya kila kitu. Yerusalemu, umenikataa, huitaki sauti yangu, huitaki kweli yangu. Aliulilia mji wa Yerusalemu. Unajua, kuna watu
wakadhani walipomtazama Yesu analia huku akiutazama Yerusalemu, waliokuwa karibu naye wakazani Yesu analilia majengo, wakazani Yesu anaulilia jinsi ulivyopambwa. Na wewe mwenyewe unaweza ukajiuliza, kwa nini Yesu analia akaulilia mji wa Yerusalemu? Lakini Yesu alitazama ule mji, jinsi ambavyo utakavyoteswa, watu wakina mama watakavyokufa ndani yake, wapo watoto watakavyokufa ndani yake, wapo wakina baba watakavyomwaga damu ndani yake. Unabii. Yesu alikuwa anatoa tahadhari, Yesu alikuwa anatoa tangazo katikati ya watu waliokuwa katika ule mji. Anatoa tangazo, unabii utakaotokea baada ya yeye kupaa kwenda mbinguni. Sikiliza, wakati huo walipokuwa wamesikia Yesu anaongea katikati ya wanafunzi wakamuelewa Yesu alikuwa anamaanisha nini, wakamuelewa Yesu alikuwa anamaanisha nini, kwa nini alisema hivyo. Laiti ungelijua amani ulionayo, ungejua cha kufanya. Furaha ulionayo, ungejua cha kufanya. Wakati mzuri ulionao, ungejua cha kufanya. Yerusalemu, wanafunzi wake wakaelewa lugha ya Yesu, wakaelewa kwamba Yesu anatoa unabii juu ya Yerusalemu. Yesu anatoa unabii wa Yerusalemu, kuvamiwa kwa Yerusalemu. Yesu alipotoa unabii huu, ilikuwa ni unabii ambao utazingirwa na majeshi ya Kirumi. Unabii huu haukutimia wakati Yesu alipokuwa duniani. Baada ya Yesu kupaa mwaka 70 BK, Yesu kupaa, kuondoka, unabii huu 70 ukatimilika. Unabii huu wa Yesu ukatimilika mwaka 70, ukatimia unabii huu. Majeshi ya Kirumi yakauzingira mji wa Yerusalemu. Yalipouzingira mji wa Yerusalemu, na yalipouzingira mji wa Yerusalemu, yakawaambia watu wote waliomo ndani ya Yerusalemu, hakuna hata mtu mmoja wa kutoa hata pua. Hakuna mtu yeyote atakayetoa hata pua nje. Wakazingira ule mji. Unabii kama ulivyotabiri Yesu alivyotabiri, akatoa unabii na ukatimia baada ya Yesu kupaa mwaka 70 BK. Unabii wa Yesu ukatimia wa kuzingirwa Yerusalemu, na majeshi ya Kirumi yakatangaza tangazo kubwa, yakasema hakuna mtu wa kutoka ndani ya ukuta, hakuna mtu wa kutoka Yerusalemu, na mtu yeyote akitoa hata pua ni haki yetu. Majeshi ya Kirumi yameuzingira mji, watu wakakaa mle ndani, wote wakakaa mle ndani, wakafumaniwa. Nataka nikwambie, wakati ule mji kabla hujafumaniwa, kabla hujazingirwa kama Yesu alivyotabiri, wale wanafunzi wa Yesu, wale walioisikia sauti ya Bwana, walioelewa Bwana anasema nini, Yesu anatabiri nini, anaongea nini juu ya Yerusalemu, walikuwa tayari wameshajua. Wameondoka kwenye ule mji, wameshaondoka Yerusalemu, wametembea mbali, wamekimbia nje ya ule mji. Wanafunzi wakawa wameisikia sauti ya Bwana, ule unabii wa kuzingirwa kwa Yerusalemu, wakaukwepa usije ukatimia ndani yao, na wao wakiwepo pale wakaondoka mbali. Wakati majeshi ya Kirumi yamekuja hapo, yakazingira na yakawaambia hakuna mtu wa kutoka humu, na atakayetoka ni mali yetu, ni haki yetu, tutamteketeza. Sikiliza vizuri. Wakati ulipofika majeshi ya Kirumi yametulia, yako nje kwenye enga zote za ukuta wa Yerusalemu, yameuzingira ule mji, watu wakakaa mle ndani. Biblia inasema ya kwamba wakina mama wakapata njaa, wazee wakapata njaa, watoto wakapata njaa. Watu wakafikia hatua wakiwa kwenye ule mji, hakuna kutoka, hamna kufanya nini, na matokeo yake wakakosa chakula, wakaingiwa na njaa, wakaanza kula mavi ya njiwa, wakawa na
walikula mpaka mavi ya njiwa. Chakula chao hawakuruhusiwa kutoka nje kutafuta chakula. Majeshi ya Kirumi yamesema mtu akitoa hata pua tutamwangamiza. Wakina mama wakapata njaa, waliokuwa wananyonyesha wakapata njaa, wakina baba wakapata njaa, wakala mpaka mikanda ya ngozi, mikanda ya kijeshi ambayo waliokuwa nayo, wakala mpaka mikanda, wakala mpaka mavi ya njiwa. Unajua wakala mavi ya njiwa mpaka yakaisha. Walipokula mavi ya njiwa yakaisha, wakala mikanda. Walipokula mikanda hiyo ya ngozi, walipokula hiyo mikanda, unajua ikafika hatua wakaanza hata kula watoto wao. Wakaanza hata kula watoto wao. Unajua nini? Hali mbaya ikafika hatua wakaona ya kwamba tufanye nini basi? Mmoja anamwambia, leta basi na wewe tule mtoto wako, tutamla wa kwangu kesho. Leta tumle, leta tumpike. Njaa ilipoukumba mji wa Yerusalemu, watu hawakujua unabii wa Yesu wa kwamba wametabiriwa, wamepewa tahadhari waondoke kwenye ule mji. Yesu anaulia mji, anasema Yerusalemu, mara ngapi nimekukusanya, nimekuhubilia, lakini hutaki kunielewa. Akautabiria, akaulilia. Hakulia kwa sababu ya majengo, alilia kwa sababu wakina mama watateseka. Alilia kwa sababu watu waliomkataa watateseka, watavamiwa, wataonewa, damu itamwagika, njaa itakuwa ya hatari. Wakachinja mpaka watoto wao. Njaa ilikuwa ni kali. Wakina mama waliokuwa wananyonyesha, wanao watoto wachanga, roho ya shetani imeingia ndani, njaa ni kali. Wakasema ngoja tupatie basi, chukua mtoto wako, tumchinje tumle, halafu na mimi wa kwangu kesho tutamchinja tumle. Sikia, njaa ilikuwa ni kali, ilikuwa ni kali. Unajua, ikafika hatua wakasema kwamba basi ngoja basi tuingie, twende moja kwa moja, tutoke nje. Na walipoanza kutoka nje, majeshi ya Kirumi yaliwachinja, yakawaua, yaliwachinja kama wanyama, yaliwaua, yakawachinja kama wanyama. Unajua, wengine wakasema wakimbilie hekaluni. Walipokimbilia kwenye lile hekalu kwa ajili ya kujiponya, jeshi la Kirumi halikuona huluma ya kwamba hili ni hekalu. Sikiliza nikwambie, lile hekalu nalo pamoja wamekimbilia kwenye lile hekalu ili wajiponye katika ule muda, lakini haikuwezekana. Majeshi ya Kirumi yaliwaifuata ndani ya hekalu, mahala patakatifu walipokuwa wanaabudia, wakawachinja kama wanyama. Damu zikatililika kutoka kwenye ule mji, kwenye lile hekalu. Damu zinachuruzika, damu za kina mama, damu za vijana na watoto, damu za watu ambao walikuwa waitaki kuisikia sauti ya Bwana, waliokataa sauti ya Bwana, hawakujua unabii wa Bwana, hawakujua sauti ya Bwana, wakamwagwa damu. Hekalu lilionekana, historia inaonyesha, hekalu lilionyesha kwamba linatiririsha damu kwenye ngazi, zinatelemka damu, zinashuka. Ndivyo ilivyokuwa unabii wa Yesu ulipotimia. Lakini watu wa Mungu waliokuwemo ndani walikimbia kwenye ule mji, walisikia sauti ya Bwana wao, wakaondoka kabla ya jambo hilo halijatokea, wakaenda mbali na mji ule. Nataka nikwambie, na hata sasa katika mji huu wa ulimwengu lipo tangazo ambalo Yesu amekwisha kulitoa. Upo unabii ambao lazima ujirudie, unabii ambao huu unabii uliotimia, anasema utajirudia tena. Sikiliza, katika dunia hii ya leo lipo tangazo ambalo Yesu amekwisha kulitoa. Harakati za ulimwengu zimeshakwisha kuendelea kwa ajili ya watu wa Mungu. Hata katika ulimwengu wa leo, sikiliza, tangazo limekwisha kutolewa ya kwamba jamani, Yesu anarudi tena. Lakini kabla ya kuja,
Watu wa Mungu wameshapewa tahadhari. Tangazo limeshatolewa ya kwamba watu wa Mungu watapitia tahadhari, watapitia shida, watapitia dhiki, watapitia mateso. Ulimwengu utawabadilikia. Wajiandae katika nyakati hizo, wajiandae mahala walipo. Watu mlioko Marekani, lipo tangazo, upo unabii ambao Yesu aliutabiri ya kwamba watu wa Mungu watapitia tabu, watapitia mateso, watatengwa katika ulimwengu huu, wataonekana ni wasaliti, wataonekana ni wabaya kila mahala watakapokwenda. Yesu alitoa unabii juu ya ulimwengu ambavyo kabla Yesu kabla hajarudi, alitoa unabii ya kwamba kwa watu wake wajue majira ya kujiliwa kwao, wajue majira ya kuvamiwa kwao katika ulimwengu huu wa mwisho. Kabla yeye ajaja, alikwisha kutuambia unabii huu utajirudia tena, kama vile ambavyo watu wa Yerusalemu, kama vile ambavyo unabii wa Yerusalemu ulitimia. Watu waliuawa, watu waliteswa, watu waliuawa wakamwaga damu. Katika utawala wa Kirumi, jeshi la Kirumi liliua watu, lilitesa, likateka, likachinja, lakini watu wa Mungu walisikia sauti ya Mungu wakatoka. Biblia inasema unabii huo utajirudia tena. Sikia watu wa Mungu, mahala popote ulipo katika taifa lako, ulimwengu unaenda kuwageukia watu wa Mungu. Ulimwengu unaenda kuwabadilikia watu wa Mungu. Muda sio mrefu, ya kwamba hakuna kununua wala kuuza usipokuwa na chapa ya mnyama. Ndiyo tahadhari tulishapewa, na harakati za ulimwengu zinaendelea. Yesu amekwisha kutabiri ya kwamba kuna mambo kabla sijaja katika ulimwengu. Kutakuwepo na mateso kwa watu wa Mungu. Watu watabadilikiwa. Watu wa Mungu watakuwa adui wa ulimwengu. Watapitia mateso, watapitia kutengwa, watapelekwa magerezani, watakamatwa ili wateswe kwa sababu ya Yesu. Wanapaswa kujiandaa. Harakati, Biblia inasema, zitaanzia katika taifa la Marekani, taifa kubwa duniani. Harakati za kutengeneza, kuwatesa watu wa Mungu, kama vile ambavyo lilichinja katika Yerusalemu, wakina mama wakamwagwa damu. Sikiliza, utawala wa Kirumi utajirudia tena. Utawala wa Kirumi, serikali ya Kirumi itarejesha tena mamlaka yake, maana toka mwaka iliyopoteza, mwaka wa 400 na kitu, unatafuta nguvu, unatafuta kujirejeshea tena nguvu. Unafanya harakati zake wapi? Pale Marekani. Unatafuta nguvu ya kurejesha tena yale mateso yale yatajirudia. Yesu alitabiri unabii huu utajirudia. Maana yake ni kwamba watu wa Mungu wakae chonjo, majira ya kuteswa kwao, majira ya kujitahadhari, majira ya kujihadhari. Yesu amekwisha kuyatoa. Sijajua mtu wa Mungu uliyeko mabara ya Ulaya, sijajua mtu wa Mungu uliyeko bara la Afrika, umejiandaje na vita ya mwisho, pambano la mwisho linalokuja? Wanafunzi wa Yesu walipokuwa wamejua maana ya unabii ule, hawakupuuza, ambapo wao walitoka katika mji wa Yerusalemu wakaenda mbali, walisikia sauti ya Bwana. Sasa sijui na wewe, unaona mambo yote yako shwari, haujui muda wa kuvamiwa kwako, haujui muda wa kutekwa kwako, haujui muda wa kuteswa kwako, haujui muda wa kuumizwa kwako, haujui muda wa kuteswa kwako umefika. Majira ya ulimwengu kubadilikia watu wa Mungu. Watu wa Mungu watageukwa. Sera za kidunia zinaandaliwa, sera za kiserikali. Kila taifa halitakuwa na upendo na watu wa Mungu. Kila taifa, mahala unaponisikiliza vizuri, kama vile ambavyo unabii ulivyojirudia, ulivyojitokeza Yerusalemu, ndivyo vile vile kitu kinachoendelea kutokea. Yesu akasema katika kitabu cha Mathayo, 24 na ule mstari wa 9, Biblia inasema, Yesu anatabiri, anasema katika mstari wa 9, inasema hivi: wakati huo watawasaliti ninyi mpate ziki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa wao, nao
watasalitiana na kuchukiana na manabii wengi. Ndio, ngoja nirudie tena hapo katika mstari wa 9, anasema hiyo pointi. Yesu anawaambia tena kwamba unabii huo utajirudia kabla mimi sijaja duniani. Mimi nitaona, mtayaona hayo mambo yatajirudia tena. Anasema ya kwamba wakati huo watawasaliti ninyi, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Sikiliza, Biblia inatabiri. Yesu anasema kabla sijaja mtasalitiwa. Wakati huo mtachukiwa na mataifa, wakati huo mtachukiwa na mabosi wenu, wakati huo mtachukiwa na wanadini, wakati huo mtachukiwa na serikali. Viongozi wa serikali watawachukia, dunia itawachukia, itawageukia. Kuweni na tahadhari, saa yaja. Yesu alitoa unabii na majira ndiyo sasa. Umejiandaje? Leo hii ukitangaza injili kama hii, unachukiwa na kila mtu. Watu wanakuona kwamba wewe hauko sawa na ajenda za ulimwengu, hauko sawa. Wakati ambapo wachungaji wanahubiri habari ya mapokeo, habari ya kwenda kujenga duniani, habari za kusomewa nyota, habari ambapo wanaunganisha nguvu, kila wachungaji wako kwenye injili ya ulimwengu huu. Utakaposimama kuambia ukweli, watakukasirikia. Na ndiyo ajenda ya ulimwengu. Hata injili zao zinafanana, ni injili za kutengeneza, ni injili za mambo ya ulimwengu, kujenga, sio injili ambazo zinaenda kubadilisha maisha ya watu. Ndiyo jinsi ulimwengu utakavyoungana. Utawageukia watu wa Mungu wachache waliojikana kusimamia Biblia na masaa haya yaliyotabiriwa. Ndiyo sasa watu wa Mungu watateswa. Kila mahala utakapokuwa utateswa, mtu wa Mungu. Harakati za ulimwengu kwa ajili ya kuwekwa kwenye formula moja ya watu wa Mungu watachukiwa. Watachukiwa serikalini, watachukiwa kwenye mifumo ya kikazi. Utaenda kupata kazi kirahisi, watu watachukiwa kwa ajili ya kutafuta kazi, hawatapata. Miundo mbinu kwao itakuwa ni migumu, ili kusudi tu waweze kumsujudia na kuendana na mifumo ya kiulimwengu inavyokwenda. Na ndiyo harakati inayoendelea katika ulimwengu huu sasa. Watu wa Mungu, sikilizeni, kama mahala ambapo uko Ulaya, uko Marekani, na ngoja nikwambie jambo ambalo linaendelea katika ulimwengu huu. Ulimwengu una mpango wa kutengeneza sheria, na sheria hizo zimeshawekwa tayari. Nilikwambia katika masomo yangu yaliyopita, wakati ambapo hatujajenga madhabahu hii, nilikwambia serikali iliweza kutengeneza katika umoja wa makanisa ulimwenguni. Umoja wa makanisa ulimwenguni ni mpango wa shetani 100%. Nisikilize vizuri, ambapo kiongozi wa upapa, maana yake kwamba kiongozi wa serikali na dini ya Kirumi, ambapo ni papa, aliweza kuitisha kikao katika makao kule Afrika, Amerika ya Kusini. Aliweza kuwaitisha mwaka 2014. Waliweza kuingia mkataba ama kikao umoja, waliweza kuingia sign ya kuweza kuhakikisha kwamba wanatengeneza umoja wa makanisa ulimwenguni. Na hapo kulikuwa na dini zote ambazo sasa zinaashiria katika upande wa umoja wa makanisa ulimwenguni, wanaunganisha nguvu kwa ajili ya kwenda kuuendea mpango wa ulimwengu mpya, system za ulimwengu mpya, sheria za ulimwengu mpya. Na yeye ndiyo kiongozi ambaye ni kiongozi wa serikali ya Kirumi, dini ya Kirumi, na yeye ndiyo mwasisi wa kuleta mpango huu. Hakuna kununua, hakuna kuuza usipokuwa na chapa ya mnyama. Na hili ndiyo jambo, na harakati zimeshafanyika na muunganiko wa dini zilishasimama. Maana Biblia inasema katika Ufunuo 10:13, atawaamuru wamfanyie sanamu ya mnyama. Sanamu ya mnyama ni nini? Nilikwambia katika masomo yangu yaliyopita, sanamu ya unyama ni
umoja wa makanisa ulimwenguni. Maana yake hii ni sanamu ya mnyama, ni sanamu ya mnyama. Maana yake ni utawala wa kishetani. Mnyama, utawala wa kishetani, maana yake ndiye anayesimamia hapo. Mnyama ni nini? Mnyama maana yake ni utawala, ni serikali, ni utawala wa kishetani, ni utawala wa Kirumi ambao ndio uliweza kuwaua katika kipindi hicho. Mitume waliuawa sana na utawala huu, na ndiyo serikali hiyo inayotafuta tena nguvu, na ndio imeanza kutafuta nguvu. Nilikwambia wapi? Kupitia taifa la Marekani. Pale ndio amejitokeza pale. Ukisoma katika Ufunuo 13 hapo utaona pale kwamba alijitokeza, alionekana yule mnyama ametokea katika nchi. Nchi ni nini? Maana yake ni taifa la Marekani. Anakuja kutokea hapo. Taifa la Marekani ni taifa lenye nguvu ambalo likisema jambo lazima watu wasikilize, mataifa mengine wasikilize, na ndio yeye ambaye yeye anahusika hapo kutengeneza umoja wa makanisa ulimwenguni. Maana yake Biblia inamtabiri ataonekana mnyama anatokea katika nchi. Soma hapo vizuri katika Ufunuo 11, nitaenda kukusomea hapo muda sio mrefu. Atatokeza hapo atakayetengenezea ajenda zake za kwenda ulimwenguni, zitaenda katika umoja wa mataifa, zitaenda katika umoja wa makanisa ulimwenguni. Na yeye huyu Biblia inasema ana pembe mbili. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu, na ndivyo ilivyo katika harakati za watu wa Mungu. Tayari wameshaanza kuingizwa kwenye harakati moja, mpango ule ule wa kuwarudisha watu kuuawa katika ulimwengu unaokuja. Muda ulimwengu tunaenda kulazimishwa kuingia kwenye mfumo mpya. Mfumo mpya wa ulimwengu ndio tunaoenda kuingia. Tayari serikali za kidunia zimeshakaa katika umoja wa mataifa ulimwenguni. Dini zilishakubaliana kwenye umoja wa mataifa, umoja wa makanisa ulimwenguni kuhusiana na ajenda. Zipo, lakini pia kuna ajenda katika umoja wa makanisa wa mataifa ulimwenguni, ziko na ajenda zile zile. Ajenda gani? Na kiongozi ni mmoja tu, ni kiongozi wa serikali ya dini ya Kirumi, na ndiyo mwasisi na ndiyo mkuu, yani ndiyo top wa kuyaendesha ya mambo katika sera zote zinazoanza katika umoja wa mataifa ulimwenguni. Yeye ndiyo top, yeye ndiyo mwenyekiti mkuu. Halafu pia katika umoja wa mataifa ulimwenguni, na yeye ndiyo top, na yeye ndiyo mwenyekiti mkuu. Pamoja na kwamba katika sekta zote hizi mbili yeye anajionyesha kwamba ndio, kana kwamba hayupo, lakini yeye ndio mwanzilishi wa hivi vitu vinavyoendelea. Mipango na harakati za ulimwengu zinaendelea. Hebu sikiliza vizuri, hebu ngoja mtu wa Mungu, ninapokusomea Yesu anatabiri kwamba ninyi mtateswa, mtachukiwa na kila mtu. Katika Ufunuo 13 nini kinaenda kutokea sasa ambacho nimekuambia muda sio mrefu? Je, umeshajiandaa? Umejiandaa nini kwako mtumishi wa Mungu? Katika Ufunuo 13, moja, twende tukasome hapo ili upate kuelewa. Ufunuo 13 Biblia inasemaje? Nimehubiri sana hapa, nimeona nirudie tena. Ufunuo 13 na ule mstari wa 11 anasema hivi: kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana-kondoo, akanena kama joka. Sikiliza vizuri. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana-kondoo, akanena kama joka. Huyu mnyama hakutokea katika bahari. Wanyama wengine walikuwa wanatoka katika bahari, lakini huyu tunamuona anatoka kwenye nchi. Nchi ni nini? Fasiri za kibibilia sina muda kufafanua, lakini nataka niende moja kwa moja. Fasiri yake ni kwamba ni katika nchi ni nini? Ni taifa la Marekani, ambapo ndilo linazungumziwa hapa, taifa kubwa kuliko yote ulimwenguni. Mnyama huyu ana pembe mbili. Mnyama huyu anaonekana anatoka kwenye nchi na alikuwa na pembe mbili. Sikiliza vizuri unabii unavyotabiri. Wewe uliye mtu wa Mungu, harakati za ulimwengu zinaendelea kwa ajili yako. Harakati za ulimwengu zinaendelea kwa ajili ya kukugeuka wewe. Kama umejisahau, kama bado uko naendelea na mambo mengine, amka sasa, maana Yesu anakuja kulichukua kanisa. Amka sasa, utoke usingizini. Serikali za ulimwengu ziko kwenye harakati za kurejesha nguvu. Hakuna kununua, hakuna kuuza usipokuwa na chapa.
ya mnyama. Sikiliza, anaonekana mnyama anatoka kwenye nchi. Nimekwambia nchi hiyo kwa fasiri za kinabii ni taifa la Marekani lenye nguvu duniani, na huyu mnyama hakuwa na pembe moja, alikuwa na pembe mbili. Kwa nini pembe mbili? Kwa nini pembe mbili? Maana yake ni mamlaka. Hizo pembe mbili fasiri ni mamlaka, ni nguvu, ni vyeo. Maana yake papa, maana yake utawala wa Kirumi unashikilia serikali za kidunia pamoja na utawala wa kidini. Papa ukimtazama, papa ana vyeo viwili. Ana cheo cha kiraisi. Ukiwa pale Italy, yeye mwenyewe Popu mwenyewe ana sura mbili, ana vyeo viwili, ambapo anaongoza kanisa ulimwenguni kote. Yeye ndio anaitwa Baba Mtakatifu. Yeye ndio mwasisi wa makanisa makubwa duniani, na ndio kiongozi wa dini ya Kirumi, serikali ya Kirumi ya kipagani na ya hata ya kidini. Na ndio maana hata zamani serikali hii ya kidini ya Kirumi, Irumi ya zamani, ilikuwepo ya kipagani, na ndipo ikaja kushika ikaja serikali ya Rumi ya kidini, akawa na vyeo viwili. Maana yake anaongoza kama mwenyekiti katika Umoja wa Mataifa ulimwenguni. Maana yake ni cheo cha kwanza. Hizo ni pembe ya kwanza hiyo. Pembe ya pili, katika Umoja wa Makanisa ulimwenguni, kama unabii unavyosema, ataamuru wamfanyie sanamu ya mnyama. Ataitengeneza hicho cheo chake, akatengeneza cheo ambapo yeye mwenyewe ndiye ana cheo kama mwenyekiti, kiongozi wa serikali ya kidini ulimwenguni duniani, na ndio topu, ndio mwenyekiti wa Umoja wa Makanisa ulimwenguni. Sikiliza vizuri, ajenda zake ziko spidi, anaendesha, lakini watu wa Mungu wamelala usingizi, na wengine wanaambiwa hayo hayatakukuta wewe, utakuwa mbinguni. Utakuwa mbinguni. Maswala hayo utakuwa umeshaenda mbinguni. Na ndio harakati za vyuo vya kibibilia, harakati za vyuo za kibibilia, propaganda zilizotokea huko, watu wakaenda kuwekewa mafundisho hayo, wakaja wakaambiwa kwamba aisi wewe, hayo mateso hayatakutokea, utakuwa umeshaenda mbinguni. Naomba usidanganywe na kufunulia na kukuonyesha kinachoendelea mpaka dakika hii. Na hata wewe unayenitazama katika taifa la Tanzania, nataka nikwambie hata nchi yetu ya Tanzania hii iko kwenye ajenda hizo, na vikao vinaendelea kila siku. Na bahati nzuri taifa la Umoja wa Mataifa ulimwenguni na umoja limeweka kabisa wazi, na ratiba ya upapa imewekwa wazi kabisa. Ratiba ya serikali ya kidunia inayokuja iko wazi kabisa, na harakati wanazokimbizana nazo wako spidi duniani zimewekwa wazi, hazijajificha. Watu wa Mungu wamelala, hawajui kinachoenda kutokea. Laiti kama ungejua ya kupasayo, ungejua ya kupasayo. Yesu anasema laiti kama watu wa Mungu mngejua nafasi mlionayo. Ni muda wa kumtafuta Mungu, ni muda wa kuchukua na tahadhari, ni muda wa kukaa macho. Kuna jambo linaenda kutokea. Nisikilizeni watu wa Mungu, jambo linaenda kutokea. Kama kuna mchungaji amekwambia utakuwa mbinguni, hautakuwa mbinguni. Haya mambo yanaenda kutokea. Yesu anatabiri, anasema kabla sijaja, angalieni, mtachukiwa na watu wote, watawaua, watawasaliti, watawapeleka magerezani. Ndio hapo ndipo penye mwisho, wengi watajikwaa. Muda huo watajikwaa, maana hapo ndio penye kipimo cha imani yetu, hapo ndio penye pambano la mwisho. Ndio mpango uko spidi, uko kiakili, na anayeendesha mpango huu ana vyeo viwili. Sikiliza vizuri. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili, mfano wa mwana kondoo. Yaani yeye ni mfano wa mwana kondoo. Ndio yeye anajifanya ni mtakatifu. Ni mfano, sio mwana kondoo. Yeye anachukua nafasi ya kuwa mtakatifu, anajifanya ni mtu wa kunyenyekea.
mfano wa mwanakondoo. Ana pembe mbili. Ni papa huyu ambaye anayeongoza serikali ya Kirumi na ndiye aliyeongoza serikali miaka hiyo. Rafiki yangu, sijajua uko tayari kwa ajili ya pambano la mwisho. Utasimamaje? Je, umejiandaaje kwa ajili ya vita ya mwisho? Wewe mahala popote unaponisikia, kama kweli ni mtu wa Mungu, utakutana na hiki kitu muda sio mrefu. Kama kweli una safari ya kwenda mbinguni, na system zinazowekwa kwenye ulimwengu, kadri siku zinavyowekwa, system zinaangaliwa, hakuna mtu atakayeyumba, kwa sababu sasa hivi system zote zimetengenezwa, na hizi system zote anaziandaa yeye mwenyewe. Na ndio maana sasa hivi kuna harambee ama kuna wanasemaga ni nini, kauli mbiu ya kila taifa. Hata katika nchi yetu ya Tanzania hapa ni kwamba kila Mtanzania wa kijijini ama sio wa kijijini lazima apate simu, amiliki simu. Huoni wewe hizi ajenda zinazoendelea mtandaoni? Miliki simu, miliki simu, hata kwa mkopo utatoa kidogo kidogo. Miliki simu. Sikiliza, hiyo ni ajenda ya mwovu Shetani, kwamba kila mmoja amiliki simu, iwe rahisi details, kwa sababu huwezi kumiliki simu hujaingiza details zako humu, details. Kwa hiyo kila mtu, ajenda iliyopo lazima uielewe. Sio kwamba kumiliki simu ni vibaya, lakini lazima ujue kwamba itatumika system gani kuwaweka hapa. Yaani utasema wewe, mimi ni mtu wa Mungu, nitakuwa niko makini, utatekwa kirahisi, na hii ndio system inayokuja. Ndio maana nataka nikwambie, je, umejiandaaje? Je, unajua katika pambano hili la mwisho ni vita kubwa, mpaka Biblia inataja hapa, ni vita kubwa inayokuja, iko mbele yetu, na kanisa limesahau, haliwezi kuambia huu ukweli, maana lenyewe limepumbazwa, limeshaharibiwa kule kwenye vyuo vya Biblia. Watu wameshafundishwa mtakuwa mbinguni. Wale walioko kule wametupa sumu kwenye makanisa. Wachungaji wamepewa sumu toka miaka mingi, wasije kuujua huu kweli. Pandikizi, mamluki ya vyuo vya Biblia vimeponda ukweli wa unabii, na ndio maana hakuna anayejua kinachoendelea. Na wao ndani ya wachungaji hawa, ndani ya makanisa, wanashirikiana na huyo mnyama kuhakikisha kwamba baadaye kuja kutesa watakatifu. Yaani hawa ambao wameambiwa mtakuwa mbinguni, kwa hiyo wapo bila kujua, wao wako kwenye kushirikiana kuja kuwatesa watakatifu. Wao kwenye kutunga sheria, wao ndio wameshiriki katika umoja wa makanisa ulimwenguni, wameshiriki bila kujua, wameingizwa kwenye mtego na huyu mnyama mwenye pembe mbili. Na nimekuambia kwamba hata harakati ya kuunganisha mpaka dini ya Uislamu na Ukristo iko hapo hapo, na lazima aweke kwenye system moja. Dunia itakuwa moja, serikali itakuwa moja, hakuna atakayekwepa. Ndio maana mtu wa Mungu hapa, nimeanza kukuonyesha Yesu anatabiri huko, anaulilia mji wa Yerusalemu. Watu wa Mungu wakaujua ukweli, wakaijua siri, wakatoka kwenye lile taifa la Yerusalemu, ule mji, wakatoka ndani, wakakimbia nje. Majeshi ya Kirumi yakazunguka, yaliwaua wakina mama, yaliwachinja. Hapa kuwepo na msamaha, lakini Yesu alikuwa ameshatoa tahadhari, hawakusikia. Mwaka 70 BK unabii ukatimia baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni. Lakini watu wa Mungu walisikia majira, wakajua majira na wakati, walikuwa tayari tukio linatokea, wameshaondoka mle ndani. Na hata sasa watu wa Mungu, naomba muelewe, wewe unanitazama na kunifuatilia hapa, kuna jambo liko mbele yetu linaendelea katika ulimwengu. Harakati hizi za huyu mnyama anaendesha duniani kwa ajili ya vita ya mwisho. Hebu sikiliza vizuri, anasema hivi: naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye alifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie. Hebu sikiliza vizuri, anasema hivi, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza uwezo ule wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye afanya dunia wote wakao ndani yake
wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Akawaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu ya yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Na ndio maana nimekuambia mwaka 2014 nimekusisitiza, aliwaamuru makanisa duniani, makanisa, dini zote ulimwenguni wamfanyie chapa ya mnyama. Sasa huu nabii ndio nakueleza sasa, ufafanue uelewe. Anasema atawaamuru wamfanyie nani? Akapewa kutia ngoja nikusomee vizuri hapo, ina maana unielewe. Sikiliza, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu ya yule mnyama. Sanamu ya yule mnyama manake nguvu, kiini, macho, sehemu yake ya kusemea, wamfanyie sanamu ya yule mnyama. Sehemu yake, kiti hicho, sanamu, sehemu yake ya kusemea. Sikiliza, juu ya nchi kumfanyia sanamu ya yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga. Kumbuka kwamba papa wa kwanza aliuawa, alifia gerezani. Ndio maana nasema utawala wa Kirumi ulipotezaga nguvu zamani. Unisikilize vizuri unielewe, ulipoteza nguvu kuanzia mwaka wa 400 pale, ulipoteza nguvu upapa. Na ndio maana hapa inaonekana, hapa anakuja kuonekana tena papa ama dini ya Kirumi inakuja kuingia, serikali ya Kirumi iliyopoteza nguvu duniani inakuja kuibukia katika taifa la Marekani ili kurejesha ile nguvu mpya katika taifa la nini, la Marekani, kwa sababu ndio taifa lenye nguvu na ndio upapa huko hapo una nguvu. Ndio maana nimekuonyesha kwenye video nyingi, utaziona hizo video nyingi sana, utaziona hapo, ambapo utaona hapo vikao vyote vya Marekani, yuko huko papa, amekwenda huko pale, ni kurejesha nguvu harakati zote. Na ndio maana pale Abu Dhabi pale ndio ameweka makao yake makuu, harakati zake za kurejesha nguvu. Maana yake ana lile jeraha lake la upanga likapona, maana yake atatumia Marekani kuponyesha jeraha lake la upanga. Maana yake ndio sasa hivi harakati zake duniani zishaanza kurudi, ameshaunganisha dini ya Kiislamu na Ukristo. Sasa hivi kuna dini mpya imezaliwa, nimekufundisha sana hili swala. Uislamu na Ukristo inaitwa Krislamiki, dini mpya. Ulishawahi kujisikia kuona ni jambo jepesi miaka ya nyuma Muislamu na Mkristo wakakaa sehemu moja? Na hapo sehemu nani pale Abu Dhabi ni sehemu ya Uislamu pure, lakini hapo ndipo kumewekwa makao makuu ya umoja wa makanisa ulimwenguni, sehemu ya Uislamu. Harakati zake ni za hali ya juu, anatumia akili na ushawishi mkubwa kwa ajili ya kutimiliza kwenda kwenye vita ya mwisho, kupambana na watakatifu wa Mungu. Ule unabii utajirudia, na harakati zake kupoteza watu wengi, kuwadanganya, harakati zile zile anaenda kuibuka sehemu ambapo kila mmoja atashangaa, wakati ambapo wanajiuliza watu imekuwa kwaje, watashangaa. Atawageuka vizuri, na nimeshakwambia kule vioni wameambiwa akapandikiza mamluki, mafundisho. Hii serikali ya kidini ya Kirumi, serikali ya Kirumi, vyuo vya Biblia, kwamba waambieni mtakuwa mbinguni, waambieni mtakuwa mbinguni, mtakuwa meenda. Na ndivyo ilivyo. Injili ilishapigwa humu muda mrefu kwamba haya yatatokea, haya mtakuwa mko mbinguni, mtanyakuliwa. Harakati za kwake ili watu wapumbazwe, ili watu wajisahau, wasijikute wakiwa katika kujiandaa kwa ajili ya pambano hili la mwisho. Na ndio pambano la mwisho ambalo linaenda kumsimamisha Yesu, na atarejea kuleta kiyama kwa mara ya mwisho. Na hili pambano litakaposimama, litakapotangazwa, mlango wa rehema utakuwa umefungwa kwa watu wa Mungu. Sikiliza vizuri, ngoja nirudie. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene.
Umoja wa makanisa ulimwenguni utatunga sheria. Ndio maana hapa atapewa kutia pumzi. Pumzi nini? Atatunga sheria ngumu. Umoja wa makanisa ulimwenguni ushatunga sheria. Nimekuambia harakati zake ni kubwa, wameshatunga sheria, zipo. Nikipata muda hapa nitakusomea pia hata hizo sheria zikoje. Moja wapo ninazo mikakati na sheria zilizowekwa katika umoja wa makanisa ulimwenguni, na wao wenyewe wamezitunga. Hao wenyewe wa Kristo wametunga sheria ziko kinyume na Biblia. Hebu sikiliza vizuri. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya, maanake zile sheria sasa zisimame, na kuwafanya, na kuwafanya hao wote waisujudie, wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Wote watakaokataa kuendana na sheria za umoja wa makanisa ulimwenguni, umoja wa mataifa ulimwenguni, mikakati ya ulimwengu zile sheria zinazowekwa. Kumbuka nimekuambia na pembe mbili, na sheria hizi atakazoziweka umoja wa makanisa ulimwenguni zitakuwa sheria za ulimwengu, hazitakuwa sheria za kidini. Kwa maana yeye ni topu kupitia umoja wa mataifa ulimwenguni, ni mwenyekiti. Ni topu katika umoja wa makanisa ulimwenguni, ni mwenyekiti. Kwa hiyo sheria, kwa sababu ndio lengo, ni swala la kiroho, ni swala la watakatifu, ni swala la watu, kama ilivyokuwa kwa mitume, ndicho anachoenda kusimamisha. Maanake atarejesha tena utawala wake, kama Biblia inasema atafanya ile sana ile nini, jeraha la upanga la yule mnyama wa kwanza lipone, nguvu yake maanake itainuka upya. Ndio maana ya jeraha lake litapona, nguvu itainuka upya, upapa unasimama upya, na harakati ziko tayari, ameshapata nguvu. Yaani bado kidogo tu, na ngoja nikwambie, nitamalizia hapo. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Sikiliza vizuri. Anasema hivi, akapewa sanamu ya mnyama, wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Maanake kama kuna mtu, muda utakapofika, muda huu unaoendelea, wewe mtu wa Mungu, yeyote atakaye kataana na hizi ajenda, na nimekuambia nitakuonyesha hapa, ajenda ziko katika umoja wa makanisa ulimwenguni, ajenda ziko katika umoja wa mataifa ulimwenguni. Nitakuonyesha hapa ni ajenda 17 za ulimwengu, na yeye ndiyo top. Narudia, nitakuonyesha ajenda 17 za ulimwengu ambazo zinaenda kuleta dunia mpya, mifumo mpya, ambazo ndiko ziko kwenye harakati, dunia inaziendesha ajenda 17. Na hata kwenye nchi yetu ya Tanzania inahusika, na rais wetu anahusika, na kila taifa linahusika. Ni ajenda za ulimwengu, ajenda 17. Lakini top anayesimamia hizo harakati ni serikali za dini ya Kirumi, ni yule mnyama mwenye pembe mbili. Sikiliza vizuri. Wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Sheria hizo, naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri na masikini, walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika kipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yeyote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ya ile, yaani jina la mnyama yule, kukubaliana na sheria ya yule mnyama, kukubaliana na sheria za umoja wa makanisa ulimwenguni, kukubaliana na sheria za umoja wa mataifa, ajenda za ulimwengu. Nitakuonyesha hapa mkakati wake na sheria zilizowekwa. Zipo sheria za umoja wa makanisa ulimwenguni, zipo sheria za umoja wa mataifa ambazo zimewekwa wazi, mikakati yake na sheria zake zipo pale. Misri juzi kulikuwa na kikao cha serikali, umoja wa mataifa, serikali wote walikutana pale, mataifa yote waliitwa na popu pale Misri. Hata rais nchi yetu ya Tanzania walikwenda kikao cha Misri juzi tu. Misri pale wamekwenda Misri, wamekusanyika mataifa pale Afrika,
wamekusanyika pale, lakini mwakilishi kutoka Italy alikuwepo pale kuhakikisha kwamba je, kitu tunachokikusudia ukifanya kinatekelezwa pale Misri. Mwakilishi kutoka wapi kilikuwepo? Alafu wewe unaambiwa kwamba utakuwa mbinguni. Sikiza vizuri, harakati. Yesu anarudi muda so mrefu, kutalipuka bomu muda so mrefu, kutalipuka bomu, na hilo bomu linalotengenezwa ni kwa ajili ya watu wa Mungu watakaosimamia Biblia. Na ndio maana Biblia inasema watakaopingana sasa na hizi ajenda, maana zimeandaliwa, zimeshawekwa sheria, zinaendelezwa, zinatengenezwa system, watauawa, watachinjwa kama walivyochinjwa kule mitume. Watachinjwa, watauawa, zitamwagwa damu, maana zitakuwa sheria za ulimwengu. Maana watalazimishwa watu waabudu siku moja. Hakuna cha Jumapili, hakuna cha Jumamosi, hakuna cha nani. Wote wataamriwa kwenda kuabudu katika dini moja ya ulimwengu, dini moja. Hakuna cha Jumamosi, hakuna cha Ijumaa, hakuna siji cha nani, hakuna. Ibada itakuwa moja. Ibada hakuna cha Mkeketi, hakuna cha nani sijui, hakuna cha Mkeketi, cha Moravian, hakuna cha mnani, hakuna cha mnani. Dini itakuwa hii ulimwenguni. Sikiliza vizuri. Naye afanya wote katika mstari wa 17, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni nani? Ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Lakini kanisa liko gizani. Je, mtu wa Mungu, wewe uko wapi muda utakao kuja? Hebu ngoja nikusomea ajenda, nikuletea ajenda 17 za Umoja wa Mataifa ulimwenguni. Angalia hizo ajenda kwanza hapa. Hizi ndio ajenda na ziko serious katika ulimwengu. Uonyeshe hapa. Ingia tu wewe mwenyewe, unaweza ukaingia kwenye tovuti, andika malengo 17. Yamewekwa wazi. Usizani tunadanganya, yako wazi na wameweka wazi. Wanakimbizana nazo hapa. Na moja ya ajenda ambayo inasema, moja wapo hapo, tume moja ya mtu ya kiongozi wa ajenda hizi anasema tumechelewa sana, tumechelewa mno, tunatakiwa kukimbizana, tuko speed. Na ndio ulimwengu unakimbizana kwenye hizi ajenda 17. Nisikize vizuri, nataka nikusomea ajenda ya kwanza na ajenda ya pili. Uamke kutoka usingizini. Wewe uliyeambiwa utakuwa mbinguni, uamke. Harakati za uongo zilianzia katika vyuo vya Biblia. Hakuna cha Muislamu, hakuna cha Mkristo, hakuna cha Mkeketi, hakuna cha Jumamosi, hakuna cha nani. Wote wataamuliwa kusujudu mnyama, na katakayekataa atauawa. Kila ambaye atakataa katika ajenda hizo, hakuna atakayeweza kusimama. Umejiandaaje? Serikali ataiongoza yeye. Usifikiri kwamba kutakuwa na serikali, hawa watakuwa magaisha tu kwenye mataifa hapa, marais watakuwa magaisha. Hata sasa hivi hauwezi ukaona kwamba lazima serikali yoyote katika taifa lolote lazima likasujudu Italy. Marekani lazima aende pale. Hakuna rais atatawala ulimwenguni lazima aende pale kwenye utawala mkuu wa ulimwengu mwenye pembe mbili. Lazima aende kwa mnyama mwenye pembe hizi, akasujudu, akatoe respect, akapokee agenda, akapokee order. Fuatilia toka Barack Obama anaingia, toka siji Bushi, toka siji nani, lazima ukasujudu. Sikiliza, ajenda ya kwanza inasema hivi: kutokomeza umaskini. Ajenda ya kwanza hiyo, hii hapa, kutokomeza umaskini. Hii ajenda ya kutokomeza umaskini ina ajenda hivi. Ngoja nikufafanulie kidogo kwa nini naweza kutokomeza umaskini. Mbinu itakayotumika kwenye ulimwengu huu itakuja hivi: ili kufanikisha kuwakamata hao watakatifu, kwamba
itatokea sela iliyoko ndani chini hapa, itatokea hivi, kwa sababu watu wanaabudu kila mmoja. Ijumaa watu wanaenda ibadani, Jumapili watu wanaenda ibadani, Jumatatu watu wanaenda ibadani, huyu siji, kila mmoja ana siku zake za kuabudu. Kwa hiyo siku nzima watu wanaabudu. Sasa ili tuungane kutokomeza umaskini, ajenda ni moja. Lazima twende tuunganishe nguvu, tuende tukamtokomeze kitu kinaitwa umaskini. Dunia inaungana kutokomeza umaskini duniani. Hasa ndio itakuwa sera namba moja ya kuwakamata watakatifu. Sasa ili kusudi watu tuungane, hakuna kwenda kusali siku nyingine, mara Jumatatu, mara Jumapili, mara Jumamosi, mara Ijumaa, mara juma ngapi. Sasa tupunguze siku za ibada. Hatutaweza kumshughulikia huyu maskini duniani. Lazima turejeshe nguvu ya utajiri duniani. Na moja ya changamoto zinazotokea, watatumia slogan za magonjwa ya ulimwengu ambayo wanayaopaleti kwenye maabara siku za mwisho, na hawa katika serikali za kidunia wanaopaleti. Shetani ataopaleti magonjwa. Nitakuletea system ya somo hili pia uone magonjwa anayoyazalisha, anayamwaga kwa dunia, na anapoyamwaga kwa dunia yanakuja na ajenda. Kwa mfano kama ajenda ya korona ilikuwa ni ajenda ya mnyama huyu mwenye ajenda mbili, mwenye pembe mbili. Hebu sikiliza vizuri, angalia hii ajenda, maanake itakuja sasa hapa, tutokomeze umaskini. Tutokomeze umaskini. Ni kweli dunia wanashambulia, wanasema tunataka kutokomeza umaskini, tuungane kwa pamoja. Na ndio maana unaiona hiyo nembo, watoto, wakina baba na familia. Hiyo nembo iko hapa, itazame hiyo nembo iko hapa. Wameshikana nini? Wameshikana mikono, familia, tuungane kutokomeza umaskini. Lakini Biblia inasema maskini hawataisha ulimwenguni, na umaskini hautaisha ulimwenguni mpaka Yesu anarudi. Lakini hawa tutokomeze umaskini. Na hii sasa, hiyo ajenda iko kwa siri. Kwa siri gani? Maana yake ni kwamba watakuja na swala sera moja muda sio mrefu, kwamba kwa sababu kila siku watu wanaabudu, kwa hiyo tuweke siku moja, imani moja. Asiwepo mtu wa kuanza kusema siku yangu ni hii, siku yangu ni hii, siku yangu ni hii. Tuhakikishe kwamba wote tuko kazini, tuungane, tuko kazini. Ndio hapo swala la imani itakuwa ni swala la mtu binafsi. Swala la kumtafuta Mungu litakuwa ni la mtu binafsi na Mungu wake. Hebu sikiliza. Sikiliza. Ajenda kutokomeza maskini. Namba 2, kukomesha njaa. Sasa sikiliza, Biblia inatabiri nini? Nyakati za mwisho njaa itaongezeka. Njaa, mtasikia njaa kila mahala. Angalia ajenda namba 2, angalia harakati, tutokomeze njaa. Lakini zote zinakuja kwenye kategori moja, kwamba ili njaa isiwepo, lazima tupunguze siku za ibada. Hatuwezi kuwa na njaa kwa sababu watu wote wako huku. Tushikamane na watu kama watakapoambiwa kuleta utajiri, kwa sababu dunia imeshapampiwa kwenda kwenye mafanikio. Tunaenda kwenye mafanikio. Kumbuka hizi harakati zote ni za kwenda kuifanya dunia, yani kuiboresha dunia inayokuja. Dunia inayokuja ni dunia mpya, hahitaji kuwa na umaskini, ni dunia ya kidijitali, dunia yenye watu wapya na mikakati mipya. Hebu sikiliza, kutokomeza njaa. Lakini Biblia inasema, Yesu anatabiri kutakuwa na njaa, matetemeko na nini, havita kuwepo. Nani atatokomeza njaa wakati dunia iko kwenye dhambi? Biblia inakataa, inasema hizo njaa zitakuwepo, tena zitakuwa kali. Maana hizo ndio ishara za kurudi kwangu katika ulimwengu. Maana dunia itakuwa imechoka, watu watakuwa ovu, dhambi itakuwepo, itatafuna kwa njaa, na njaa hiyo itatokea kwa sababu ulimwengu utakuwa umemkataa. Lakini hizi ajenda zinakuja, tutokomeze njaa. Namba 2, angalia, zinapingana na Mungu, zinapingana na Biblia, zinapingana na unabii. Ndio maana nakwambia zimelenga
watakatifu, ni wewe na mimi ambaye tunasimamia Biblia. Pale ulipo utakamatwa kama uko sawasawa na system. Ngoja nikwambie kidogo, utakamatwa vipi? Ngoja nikuelekeze vizuri. Ajenda namba 3, afya njema ya ustawi. Afya njema na ustawi. Afya njema na ustawi. Lakini hapo Biblia inasemaje? Magonjwa, njaa. Hakuna afya njema pasipo Mungu. Hakuna afya njema pasipo ni Mungu. Hizi kuna kiini macho, hakuna afya. Lakini Yesu anasema magonjwa, mtasikia magonjwa, magonjwa ya kutisha, mabaraa, tauni. Na magonjwa hayo wanayaopaleti wao kwenye maabara, wanayamwaga korona. Na kuna ugonjwa mpya unakuja, nitakwambia ni ugonjwa gani. Na huo ugonjwa unaokuja sasa hivi wanauzungumzia hao shirika la utafiti wa magonjwa ulimwenguni, wameanza kutoa tahadhari. Kutakuwa na ugonjwa unakuja, ni zaidi ya korona, ni hatari. Sasa niambie, wanatoaga tahadhari, na hata korona walitoa tahadhari, waliuzungumzia miaka. Na wanaweza, nilishakwambia kwenye masomo yangu mengine, wanatoaga filamu kupitia Hollywood. Nilikwambia Hollywood ni kitengo kimoja cha shetani kinachofanya kazi ulimwenguni. Huwezi kwenda kufanya kazi Hollywood haujasaini mikataba na shetani. Huwezi ukapanda level ya kwenda kufanya movie Hollywood haujaingia mikataba na shetani. Lazima hapo kuna mikakati iliyoko pale, kupeleka filamu za kupeleka. Kuna filamu zao mbalimbali wanazitoaga, ziko na mikakati. Ndio maana wasanii wanapotaka waigizaji kupanda vyeo mpaka wakafanya kazi Hollywood, kuna kazi na mikakati. Kama tulioiona msanii wetu wa filamu hapa Tanzania ambaye alitaka kupanda kwenda huko, lakini lazima kuna vitu uvipitie. Ukivikosea kuna mambo kama hayo yanatokea. Utakuwa umenielewa? Nisikilize vizuri. Elimu bora, hilo tuliache. Sikiliza namba 5, usawa wa jinsia. Hebu angalia hapa. Hapa ndipo nakwambia, kaa vizuri. Usawa wa jinsia. Na ndio maana sasa hivi harakati iliyopo inapokwenda, wana mpango wa kubadilisha. Ukizaa mtoto hospitali kwako, hakuna kuandika, sehemu ya kuandika ya kwamba huyu ni mwanaume au mwanamke, inakuwa wazi. Hakuna sehemu sasa hivi ya kujaza ni mwanamke au mwanaume. Achague jinsia anayoitaka. Na ndio ajenda inayokuja, na ndio harakati zinazokuja, kwamba acha space ya kwamba umezaa katoto ka kiume, kayume ya kwa kike, ka kiume. Huyu bado hatujajua kama ni mwanaume au ni mwanamke. Atachagua jinsia anayotaka. Na ndio mpango wa ulimwengu mpya ujao. Mashoga wapewe jinsia, haki ya jinsia sawa. Manake hata mashoga wana haki sawa. Huoni serikali duniani inapambana na kutafuta wapewe haki sawa? Halafu mwasisi ambaye anastua ulimwengu, huyo mwenye pembe mbili, mnyama mwenye pembe mbili, anatoa tangazo kwenye makanisa yake ya kwamba mashoga wapewe nafasi, wapewe kubarikiwa, wapewe kufunga ndoa. Hujaona papa anazungumza? Kwani nimezungumza nini? Nimezungumza hivyo. Papa hujamuona? Kwani hujaona? Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de esto creo que 10 más o menos, un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. Kwamba hata mashoga wanapewa nafasi ya kubarikiwa. Wanabarikiwa. Sasa kama ni baraka zinatoka kwa Mungu, kwamba wanasingizia kwamba wanasema lugha hiyo lugha utaielewa, kwamba papa anasema hivi, kwa sababu Mungu anawapa baraka watu wa kila namna.
Kwa hiyo ili kusudi watu nionyeshe utakatifu zaidi, lazima niwape baraka watu wa aina zote, kwa maana Mungu wabariki watu wote. Lakini baraka za Mungu haziwezi kutoka madhabahuni zikawaendea watu walio kinyume, kwa sababu Mungu ili akupe baraka zake lazima uende katika njia safi ya utumishi. Ajenda hiyo ya jinsia nadhani umeiona. Hii hapo tayari imeendelea, na yeye ameshazungumza, ameshasema wapewe haki makanisani, na ndio mwasisi na ndio topu, nimeshakwambia. Na ndio maana amesimama alipotangaza yeye. Uliona kuna taifa limepinga. Umeshaona sasa hivi kwenye ajenda za mataifa kuna taifa linasema ushoga umekwenda, na taifa lolote linalopinga ushoga, nimekwambia angalia pale Kenya kinachoendelea. Ruto alipotangaza tu kupinga ushoga, yeye mwenyewe kama imani yake iko na nini, na chote kinachoendelea pale ni baada tu ya kuanza kulopoka kusema. Ruto anasema ushoga hapa hakuna, wakati taifa lake halikuwa na miundombinu yoyote. Unaona vyote vinavyoendelea, nawaambia Wakenya kila mara, pamoja na yote yanayoendelea, udhaifu wa Ruto na nini, lakini sosi inayoendelea pale ni mpango ule ulikataliwa mara ya kwanza. Kwa hiyo vikao tayari vimeshachochewa vitu, na ndio nchi ya Kenya itavurugwa. Tunaelewana? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba katika taifa letu la Kenya tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya, jameni. Unaona watu wanauana pale Kenya, ni kupinga ushoga kwa mara ya kwanza Ruto anapoingia kwenye taifa. Na wanapokuanzishia kisasi, wameshakuanzishia kisasi. Unapingana na ajenda za ulimwengu wa jinsia. Hizi ndio harakati za ulimwengu, utapingana na hii harakati. Ukiwaambia watu hawakuelewi, wanashambulia tu. Na ninazungumza na Wakenya hapa. Hii ajenda ya Umoja wa Mataifa ulimwenguni, usawa wa jinsia, hata mashoga ni usawa. Sasa Ruto alipopinga pale, ndicho kinachotokea Kenya sasa hivi. Watu wanapambana kusuluhisha sijui na nini, lakini ghafla kesho anaamka tena kuna uchochezi unaendelea huku, kuna vitu vinaendelea pale kukomeshwa, kuna kisasi, na watu wanaambiwa kwamba ni kwa sababu huku chini kuna marais wanachangia, imekwenda imerudi. Siri inayojificha hapo kwenye nchi ya Marekani ya Kenya ni kupinga ushoga, na nchi ya Kenya ilikuwa haijajipanga kiuchumi, isingeweza kupingana na ajenda hii kama mataifa mengine yenye nguvu yanapinga ushoga yakiwa bado yana power. Kisoma pale kwa yule siji nani, jamaa mmoja anapigana sana pale na nchi yake inaitwaje ile, ukimtoa kiduku anakuja ni nani mwingine huyo? Yupo mtu ambaye anapigana pale, yeye huyo Putin ye. Taifa lake lina nguvu, kapinga ushoga yule. Taifa lake linajitegemea, halina mahusiano masuala yote kutegemea Marekani. Kapinga ushoga, yeye ana nguvu hapa. Ndio maana unaona pale taifa ambazo zinapingana na hizi ajenda zipo kwa sababu zinajitegemea uchumi. Taifa la Kenya linaweza kupingana na ajenda, hasurvive hata kidogo. Sikiliza hizo ajenda na kusomea ili mtu wa Mungu upate kuelewa. Namalizia hapa. Ajenda ya 6, maji salama na usafi. Sikiliza, nishati mbadala kwa gharama nafuu. Sina muda wa kufafanua. Namba 7 hiyo. Namba 8, kazi zenye staha na ukuzaji wa uchumi. Sikiliza, viwanda, ubunifu na miundombinu. Namba 9, kupunguza tofauti. Bado mle. Sasa hivi ukimtazama Kenya, ukimtazama Marekani pale shoga, ukamtazama mara ya kwanza, mara pili, ukamtazama unamshangaa, unajiuliza huyu shoga kweli huyu shoga. Ukamtazama hapo, anashika simu, anapiga simu polisi namba 100 sijui hiyo ya Kenya, ya Marekani, polisi wanakuja. Unamuona tofauti huyu? Kwa nini unamwangalia sana?
unastakiwa kwamba wewe unamwangalia na kumwona tofauti shoga ndani, ukajibu maswala ya ushoga. Kwa nini unaona tofauti? Kwa nini unamchukulia tofauti shoga? Sikiliza 13, kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Na hapa ndipo sasa kuchukua tabia ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Hata serikali yetu ya Tanzania hapa inapigana sana na hii kitu, twende katika mabadiliko ya tabia ya nchi. Lazima kukubaliana, ni lazima twende kwenye mabadiliko. Kumbuka yale mabadiliko nimekwambia yako kinyume na Mungu, yako kinyume na Mungu. Dunia mpya hiyo ndio zinaitwa New Old Order, na ndio iko hapa, kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Maana yake ni New Old Order, mabadiliko ya tabia ya nchi. Tabia ya nchi nini? Ni dunia mpya. Sasa angalia sasa, mabadiliko ya tabia nchi ndani yake kuna mambo mengi sana. Ndio maana ukiona hapa sasa hivi kuna hii hapa inaitwa akili bandia. Sasa hii akili bandia ni nini? Akili bandia unayoiona mojawapo unakutana ambazo hata bungeni pale wanahangaika nazo, hata Tanzania hapa. Akili bandia hii, akili bandia maana yake unavyoona hivi, madaktari watakuwa maroboti, na ndio maana dunia yote sasa hivi inatengeneza maroboti. Takwimu zinaonyesha kwamba kufikia mwaka 2030 zaidi ya 38% za ajira hasa kwenye mataifa ya magharibi zitakuwa zikifanywa na maroboti. Hasa je, Sofia amekuja kuchukua nafasi yetu sisi wanadamu? Actually, artificial intelligence can help industries grow or create entirely new ones. This could mean even more jobs for humans, but I think we should make sure that no human gets left behind in the transition. Nilikuwa natazama juzi pale kwamba roboti amefanya kazi mwaka mzima, hajalipwa mshahara wake, ameamua kujinyonga. Ameamua kujinyonga, taarifa ya kutisha. Kwa hiyo angalia, maroboti ndio sasa hivi yanatengenezwa. Maroboti ndio itakuwa ni sehemu ya kufanya kazi. Marubani watakuwa maroboti, madaktari atakuwa roboti, hakimu atakuwa roboti. Na ndio nataka nikuambie harakati hizo. Na pale ilikuwa inaonyesha sijini China, sijini sikumbuki vizuri, lakini ametengenezwa roboti ambaye ana nyama ya kibinadamu na ngozi ya kibinadamu. Sasa hivi wako kwenye ngazi za juu, seli zote za kibinadamu, nyama hii, ngozi ya kibinadamu wametafuta hii, wametafuta. Sasa sijui wameipata wapi. Nakwambia mambo yanavyokwenda ni hatari sana. Ndio maana unaona kuna kila sehemu sasa hivi. Kuna China kule, unaenda kwenye mgahawa, hakuna wanaokuhudumia, wanaofanya kazi ni maroboti tu, wanakuhudumia maroboti. Uje kuona wanakuhudumia maroboti tu. 14 ajenda, kuendelea uhai katika maji, kulinda uhai katika ardhi. Kulinda uhai katika ardhi, huwezi kuilinda. Unabii unasemaje? Dunia ina wayawaya kama machela, imechoka na mzigo wa dhambi, imechoka, hutoweza kuilinda. Wanasema kulinda uhai katika ardhi, lakini Biblia inasema hautaweza kuilinda. Imechoka dunia, imekuwa ukame. 16 ajenda, nimekwambia ziko 17. Amani, haki na taasisi madhubuti. Biblia inasema amani haitakuwepo, vita itakuwepo, amani haitakuwepo. Hawa wanasema amani itakuwepo. Nakwambia hizi ajenda zote ni nje ya Biblia. Ushirikiano 17 ili kufanikisha malengo. Ndio maana sasa hiyo namba 17 ndio ajenda, ushirikiano. Maanake dunia inaenda kuwekwa kitu kimoja kupitia ajenda hizi. Kila taasisi inaunganishwa, yani hakuna mtu atakayekuwa kinyume kwenye hii mipango. Zitawekwa sheria, ziko sheria sasa hivi. Ukionekana unapingana na hizi ajenda hizi, haushirikiani. Ndio maana makanisa yanashirikiana na serikali kushirikishwa kwenye huu mpango. Lakini ajenda hii imelenga kupitia hii ajenda ni kuwaingiza kwenye
dunia mpya, kwenye umoja wa kwenda kumsujudia huyo mnyama. Sasa utakuta, na ndio maana sasa hivi kuna kila sekta. Sasa hivi Tanzania hapa kuna umoja wa manabii, hapa Tanzania kuna umoja wa waimbaji, hapa Tanzania kuna umoja wa wafanyakazi, hapa kila sehemu wametengeneza vigrupu, umoja. Lakini vyote hivi vitashirikishwa. Sasa wewe uko kwenye umoja fulani, utajikuta umeingizwa kwenye ajenda, inatakiwa mshirikiane hapa. Imani ya kidini itaenda kushirikiana na mambo ya kiserikali huko, kushirikiana. Ndio maana hii ajenda ya 17 ndio ajenda inaenda kuunganisha kuwa kitu kimoja. Ni kama vile ambavyo hii ajenda imejificha ya umoja wa makanisa ulimwenguni, dini zote zikala kalamu moja saini, na ndio kwenda kuleta mpinga Kristo. Ninaenda kumalizia sasa. Ninao wito mmoja ambao katika Matendo 14 na mstari wa 22 Biblia inasema hivi: wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Ninarudia, mitume wanawaambia wanafunzi, nisikiliza vizuri, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwafanya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Watu wa Mungu, mahala pale ambapo lipo mbele yetu tunayo vita. Sijajua wewe hapo ulipo Marekani, sijajua wewe ambapo uko pale Saudi Arabia, sijajua ulipo Afrika, Tanzania, Marawi, Zambia, mahala popote pale ulipo unaponitazama. Biblia inaeleza yafaa kupita katika dhiki kubwa, ndipo tutauona uzima wa milele. Hakuna atakayeingia katika ufalme wa mbinguni pasipo kuikaza imani yake. Lazima ujue kuna jambo la vita linakuja mbele yetu, tahadhari inakuja mbele yetu. Kwa hiyo kaa chonjo, ujiandae kwa ajili ya pambano. Popote pale ulipo, uko Marekani, uko wapi, hata ambapo ndipo kumeanzia hii mioshi hii ambapo inaletwa kuanzia Marekani pale na imeshatambaa dunia nzima. Mahala ulipo ukae unajua, pasipo Yesu hatutaweza kupita. Tunahitaji imani yetu tuiweke kwa Yesu Kristo. Pambano hili linavyoenda kutokea, imani yetu tunahitaji kuiweka kwa mfalme Yesu. Pasipo hivyo, maana yake kwamba hatutaweza kustahimili katika vita. Vita iko mbele yetu, maana tutatangaziwa muda sio mrefu, hakuna kununua wala kuuza usipokuwa na chapa ya mnyama. Mimi na wewe tumejiandaaje? Sasa nikualike rafiki yangu, karibu sana tuweze kumngojea Yesu kwa imani. Tumngojee kwa imani zetu, tuwe na tahadhari kama jinsi wale wanafunzi ambao walisikia sauti ya Mungu ya Yesu Kristo ikitabiri, ikazungumza habari ya ule Yerusalemu, wenyewe waliondoka wakakimbia mbali. Je, wewe majira ya kuja kwa Kristo umeshayatambua? Na majira ya kutangaza alama ya mnyama umeyajua? Majira ya kuteswa kwa kanisa unayajua? Na kama unayajua, wewe ndio kanisa, wewe ndio mtu wa kweli, wewe ndio mtu wa Mungu wa kweli, umejiandaaje? Achana na propaganda ambazo zinaambiwa kwamba wewe utakuwa mbinguni. Acha propaganda, na nimekueleza mipango hii. Hata juzi kulikuwa na kikao Misri pale, na hizi ndio ajenda zinazoleta kwenye ulimwengu mpya zinakuja. Umoja wa sanamu ile imeshafanyika mwaka 2014, muda mrefu, lakini bado unaambiwa utakuwa mbinguni. Na ndio maana Biblia inasema watapumbazwa, hawatakuwa na ufahamu, watapotea katika akili zao. Mungu akusaidie, mimi na wewe tuwe salama. Simama katika imani, maana mfalme wetu yu karibu. Tusimame na kuweka imani kwake, na tumwambie atuandae katika vita ya mwisho. Yeye ndiyo peke yake atatupigania na kutuokoa katika vita inayokuja mbele yetu. Bila yeye hatutasimama. Lakini nasema pamoja na dhiki kubwa kutokea, lakini tutasimama na wala tutatetereka. Nikualike rafiki yangu, ili tuendelee kuipaza sauti, ninakualika twende tukamtumikie Mungu kupitia namba za simu. Simama, nikutakie baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.